Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni wapendwa watazamaji wetu wa IBN Television katika kipindi hiki maalum. Vipindi vya aina hii vinazungumzia masuala muhimu ya kijamii yanayotugusa katika maisha yetu ya kila siku. Katika kipindi chetu cha leo tutaangazia mchakato unaoendelea wa katiba mpya na hususan hoja maalum iliyoletwa hivi karibuni na ndugu yetu mbunge wa bunge hili la katiba, Mheshimiwa Yasmin Yusuf Al-Alu, na hoja hasa inazungumzia haki ya makaburi. Kwanza nikukaribisha katika studio yetu. Pengine unapenda kuwasalimia watazamaji wetu. Asante sana. Nashukuru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ndugu yetu Mheshimiwa Alu amepeleka hoja binafsi katika bunge maalum la katiba, na pengine kuna mengi ameyazungumzia katika hoja yake hiyo, na sisi tumevutika kutaka kujua mengi kuhusiana na hoja hiyo na kile ambacho anakikusudia na manufaa yake kwa jamii yetu. Pengine ungetueleza kuhusu hoja hii ambayo tumeisikia katika vyombo vya habari kwamba umeipeleka, na watazamaji wetu wangependa kujua kilichomo na namna ambavyo kitaweza kuisaidia jamii yetu. Nakushukuru ndugu yangu. Ni kweli kabisa, mimi binafsi nimepeleka hoja yangu binafsi kuhusu haki ya makaburi, na nimefanya hivyo baada ya kugundua kwamba ndugu zetu, wazee wetu ambao wameshatangulia mbele ya haki huwa wanadhalilika kwa namna moja au nyingine na sisi waja ambao tuko hai. Kwa hiyo nikaona ni vyema katika katiba mpya, na nimebahatika kuwa mjumbe wa bunge la katiba, nikaona iko haja kubwa ya kutafakari hili jambo na hatimaye kuipeleka. Na kwa bahati nzuri nilipoipeleka hoja yangu binafsi kwa Mheshimiwa Samuel Sita, akaipokea, hatimaye akagawa katika kamati zote 12 ili wajumbe waweze kulijadili kwa kina hili swala. Na bahati nzuri kuna kamati namba 9 hata ibara imeitafutia mahala pa kuiweka hili swala la haki ya makaburi. No. Kwa kweli hivi sasa hivi pana mtindo mmoja, maana kuna mitindo mingi ambayo inafanyika Tanzania kwetu. Inawezekana kuna maeneo yalitengwa huko zamani kwa ajili ya kuzikwa wanadamu, lakini baada muda swala la miundombinu inafufuka kila baada muda, kwa sababu mji unatanuka. Unapotanuka mji, halmashauri inakuja na wazo kwamba makaburi haya yavunjwe na maiti itolewe ikazikwe kwingine. Sasa pale mimi napata mshtuko mkubwa unaposema kwamba maiti umfufue eneo ambalo yupo ukampeleke sehemu nyingine. Hii ni hakika unamdhalilisha maiti, na huko sio kumdhalilisha maiti, hata unamdhalilisha Subhanahu wa Ta'ala ambaye katuumba sisi waja, kwa sababu ile ni mali ya Mwenyezi Mungu. Sasa nikaona lazima kuwepo na ibara maalum ili walimwengu kina sisi wenye tamaa ya kuuza makaburi kwa ajili ya manufaa yetu, basi ije tubane kwa misingi ya sheria. Na katiba ni sheria mama, na wewe ulikuwa unahitaji ingie katika katiba. Ndio, nilikuwa nahitaji ingie katika katiba, watambulike, halafu kuwepo na sheria ndogo kwamba makaburi yasichezewe ovyo ovyo. Mfano mzuri Zanzibar. Zanzibar tulikuwa na eneo la Rahaleo na Maisara. Watu walikuwa wanazikwa toka enzi ya mababu kwa mababu. Lakini wakati ilipokuja kwamba swala makaburi yanataka kuvunjwa, pale panataka kupita barabara na ujenzi wa mambo mengine, basi kilichofanyika pale makaburi yakavunjwa, hatimaye barabara imekuja juu. Pamoja na kwamba kuwepo barabara juu, nafsi zinauma kwa wale watu ambao wapo mle ndani, lakini hakuna alternative rather than kumtoa na kumpeleka kwingine. Kwa hiyo wangechukua tu mifano ya Zanzibar. Kama kuna miundombinu waangalie utaratibu
wa ujenzi wa namna yake, lakini kuwatoa mle ndani kusema kweli ni kuwanyanyasa maiti. Lakini kuna swala jingine ndugu yangu ambaye pia mimi nashtuka, baadhi ya madhehebu wanahozi makaburi. Mimi navyotambua kwamba kwanza ardhi ni mali ya serikali. Hata ikiwa umenunua au umekuwa umekodisha, whatever it is, ardhi ni mali ya serikali. Akatokea mja akasema, bwana mimi natoa eneo hili kwa ajili ya kuwazika wanadamu. Basi nyinyi kama jumuiya muipokee tu ile sehemu na tuwazike. Lakini baadhi ya madhehebu wanahozi makaburi, wanadhani yale makaburi ni mali yao. Makaburi sio mali yao, makaburi ni mali ya familia, kwa sababu lazima tujue kwamba binadamu ambaye ameondoka duniani ana watu wake. Kwa hiyo kunakuwa na link kati ya family na yule marehemu. Sasa ikiwa jumuiya inahodhi kaburi, msijenge, sijui msipake rangi, sijui msifanye hivi, huko ni kwa dhulumu wana jumuiya hiyo. Sawa, na umezungumza kwa undani juu ya msingi wa hoja yako, lakini mtazamaji anaweza akaona katika mazungumzo yako kwamba kuna tatizo la mipango miji, kwa maana kwamba haiwezekani kila siku tukawa na tatizo lile la kufukua makaburi kama miji yetu ingekuwa imepangwa vizuri. Sasa pengine kwa nini hoja yako isingeendana na kuishajiisha serikali ipange katika kila manispaa na katika kila kata kuwe na maeneo maalum ya kuzikia? Ukweli ndugu yangu, mimi na hakika kwamba serikali imepanga maeneo ya kuzika, lakini kunafika mahala watu wanajaa, kwa sababu sasa hivi wanadamu ni wengi mno. Kwa hiyo kwa kuwa kunajaa, watu bado wanang'ang'ania kuzikwa pale pale, pamoja na kwamba serikali inawapa eneo jingine waende wakazikwe, hawataki. Sasa hilo pia ni tatizo ya sisi wanadamu au wananchi kwa ujumla. Sawa, lakini kuna hoja nyingine zinajitokeza kwamba makaburi kwa upande wa wanadini, lakini vile vile kwa upande wa serikali na hasa wizara kama ya utamaduni, wizara ya maliasili na utalii, kwa kiasi fulani zinahusika mbali na wizara ya ardhi, kwa maana kwamba makaburi ni utambulisho. Pengine ungelizungumziaje hili? Kwa baadhi ya nchi makaburi ni sehemu ya utalii. Mathalan tukichukua nchi kama Iraq, hata Iran, kuna baadhi ya maeneo watu wanakwenda kuangalia zile shrine za wale watukufu wao, au watu ambao waliacha legacy huku nyuma, waliacha jambo ambalo limeweza kuisaidia jamii na limebaki kwa miaka na karne, na pengine litaendelea kubaki mpaka mwisho wa dunia. Na kuna kwa nchini Iraq wanasema hata ile shrine ya Imam Ridha, nadhani ni Iraq, bila shaka ni watu ambao wanaingia karibuni watu 700,000 wanafika kwenye eneo lile kwa wiki, na kunakuwa na msongamano mkubwa, na nchi inapata pato, japo si mategemeo yake kupata kipato kutoka na lile kaburi, lakini zile huduma zilizokuwa pale jirani, kuanzia malazi, kuanzia kula na vinginevyo. Labda ungeishauri nini jamii kuhusiana na hili swala la makaburi, kwamba lisitazamwe tu kwamba tunaenda kuzika tu wafu, lakini katika wale wafu wapo watukufu wetu? Sasa unaishauri nini jamii ikiwemo serikali yetu? Mimi ninawashauri wanajamii na serikali, endapo wameshaamua kwamba eneo fulani itakuwa ni sehemu ya kuwazika wanadamu wa madhehebu fulani au wa Sunni au wa Kristo, whoever they are, ni wanadamu. Kwa hiyo wasije wakaigusa, kwa sababu pale inakuwa ni historical area kwa familia ambao tayari watu wao wameshatangulia mbele ya haki. Kwa mfano, ukiwa na baba yako yuko pale, of course mjukuu, kitukuu, kirembwe pengine yuko out of the country, itakuja wakati na yeye ameshabaligha, amekuwa mkubwa na nyumba yake, anaongea na watoto wake, anaambia twendeni Tanzania au twendeni mahala fulani mkaangalie kaburi la babu yangu. Wanakuja kupiga fatha pale kwenye kaburi.
lakini kama makaburi yale tutayaondoa, kwa hiyo historically ya familia katika swala hili itakuwa halipo. Mimi nadhani baada katiba kupita vyema na ibara ikakubalika mahala ambapo utakapostahili, mimi nina hakika kutakuwa na visheria vidogo vidogo kuhusu hili jambo, kwa sababu mimi mwenyewe licha kwamba nimechangia kwa mdomo, nimeandika kwa maandishi swala hili, na kwa kweli inaniuma sana, hasa napoona kwamba mtu ameshazikwa, inafika mahala anaondolewa pale alipo, anapelekwa kwingine. Lakini jingine ambalo linaniuma zaidi ni kwamba baadhi ya jumuiya, madhehebu ya jumuiya inahozi makaburi. Inahozi kama nini au kama nani wao? Kwa sababu for example, kama wewe mtu wako amefariki, amekwenda kuzikwa katika dhehebu fulani, jumuiya haina thamani yoyote kwa yule kiumbe aliyetangulia. Yeye jumuiya kazi yake ni kutoa sehemu ya kumosha, astirike na apelekwe mahala pa kuishi milele. Na hii tunazungumza sisi wanadamu katika dini tofauti, kwamba kule ndio sehemu ya kuishi milele. Kwa hiyo kama if that's the case, swala la ujenzi wa kaburi, swala la kwenda kusafisha kaburi ni swala la familia. Lakini sasa hivi jumuiya zinahozi kwa sababu ya michango wanaopata nchi za nje. Kwa sababu nimegundua kwamba kuna mradi ulikuja katika hii dhehebu ambayo nalizungumzia. Ulikuja mradi wa kujenga makaburi, na hawakujenga makaburi, wameweka, mimi nasema ni frame. Maana ujenzi wa kaburi ni foundation. Lakini ukimweka mwanadamu pale halafu juu ukaweka frame, ni kumwonea. Kwa sababu ile frame inaweza ikatoka saa yoyote wakati wowote. Na imetokezea wakati fulani kulikuwa na mvua kali na nyesha, baadhi ya frames zimebomoka. Lakini wanafanya hivyo kwa sababu wao wanapata fedha kutoka nchi za nje wa waumini wa dhehebu hilo. End of the day wanasema pesa hazipo, sasa tunataka kila kaburi lipe shilingi 55,000. Kila mwenye ndugu yake pale alipe shilingi 55,000. Kwa hiyo huu ni utapeli unaofanywa na jumuiya husika. Wale viongozi wa jumuiya hawajui maana kaburi. Kwa sababu mimi binafsi ukiniambia, mimi kaburi najua toka nikiwa mtoto mdogo. Kwa sababu sisi katika familia yetu tulikuwa na utaratibu kwamba mtoto akishazaliwa, akimaliza siku 40, akipelekwa msikitini, hatimaye anakwenda makaburini. Anapitishwa makaburini ili ajue, maana kila mtu ana imani na itikadi yake kwamba labda wale mababu pia watamwona huyu kitukuu. Unaona? Kwa hiyo swala la kaburi mimi ninaifahamu toka nikiwa bado sijafumbua macho vizuri. Lakini sasa hivi kuna mtindo wanaihozi makaburi. No, huwezi kujenga. What is this? Wapendwa watazamaji wa IBN Television, kipindi hewani ni kipindi maalum, na hoja tuliyokuwa nayo ni tunazungumzia haki ya makaburi. Hoja hii inatokana na hoja binafsi iliyopelekwa na Mheshimiwa Yasmin Yusuf Ali Alu kwenye bunge maalum kupigania haki ya uwepo wa makaburi na kuhakikisha kwamba makaburi hayachezewi wala hayafukuliwi, kwa sababu yanabaki kama utambulisho wa jamii, wa dini na wa nchi. Ndugu yetu, sasa tukienda mbali zaidi, makaburi tumeyatazama katika sura hii kwamba yaheshimiwe, yalindwe, yasichezewe. Na maeneo mengi sana tunakuta kwenye makaburi kuna njia zinapita, hakuna uzio, na tumegusa hapa kwamba taasisi zipo, na taasisi tumesema kazi yake kusimamia tu yale makaburi, na wenye haki ni ndugu wa kuzika pale na kuhudumia, pengine kuja kusafishia kaburi na kadhalika. Lakini taasisi nazo zina mchango wake wa kuhakikisha kwamba yale makaburi hayaingiliwi. Hakuna
mwingiliano kati ya harakati za kawaida za binadamu na makaburi. Wengine ndo wanafanya sehemu ya kuchungia ukienda ng'ombe, mbuzi. Wengine unakuta vijana wanakaa pale ndo wanajidunga dawa za kulevya kama pale Kinondoni. Ni kweli. Au kijiwe cha kuvutia bange. Sasa sijui unatoa wito gani kwa wanajamii, kwa jumuiya, taasisi mbalimbali za binafsi na za kiserikali ambazo ziko katika jukumu, tuseme ni wale wadau wazima wa swala hili la makaburi. Unatoa wito gani kuliendea jambo hili? Kwa kweli mimi ninawaomba ndugu zangu kwamba kama kuna maeneo ya kaburi, basi taasisi husika au shirika fulani linahusika na maeneo yale wajenge uzio. Lakini kuna jambo jingine ndugu yangu ambayo pia nimegundua mimi. Kuna baadhi ya madhehebu yana uzio na kuna walinzi ndani. Lakini wale walinzi wanafanya kazi tatu kubwa. Kazi ya kwanza, wanauza vimaua mle kaburini. Unasikia? Wanauza vimaua, wanakwenda madhehebu tofauti kwenda kununua miche ya asumini, miche ya wardi ambayo wanatoa katika makaburi. Lakini la pili, ajabu hiyo kakangu, ni kwamba hata katika eneo lile walinzi wanachukua redio, wanasikiliza. Sasa mimi napata mshtuko kwamba eneo lile unapata hofu. Lazima uwe na hofu katika nafsi. Kwa sababu gani? Wale wanadamu walikuwa kama sisi. Leo wako pale wamelala. Kwa hiyo na mimi na wewe na mtu yoyote tutakwenda kulala pale. Sasa wanapokaa wanasikia redio, mimi napata mshtuko. Halafu wanajiita waumini wazuri. Hiyo dhehebu ambayo ninazungumzia wanajiita waumini wazuri. Wanakwenda wanavuta sigara katika maeneo ya kaburi. Ndugu yangu, hebu niambie, kweli ushafika maeneo yale unaweza kuwa na hamasa ya kuvuta sigara? Nafsi yako kweli na kutuma pale ni mahala pa kuvuta sigara? Au pale ni mahala pa kula popo? Sio. Kuna watu wanafanya pale kama maskani ya kwenda kunywa chai. Kwa mfano siku Alhamisi na Jumapili unakuwa na majlis. Majlis manake mkusanyiko wa watu katika swala kuwaombea wale watu waliotangulia. Baada hapo utaona watu wanapigania fatha. Ile sadaka, sambusa. Wanapigania, watu wazima wenye akili timamu wanapigania sambusa wakiwa makaburini. Kakangu, hapo mimi napata mshtuko sana. Kwa sababu wewe unapokwenda pale lazima uwe na hofu. Ukikaa ukitambua kwamba kullu nafsi zaikatul maut. Kila nafsi itaonja mauti. Mimi nitaonja, mwenzangu ataonja. Sasa unapofika pale lazima upate hofu. Upate hofu kubwa sana kwamba jamani, hawa walikuwa kama sisi, leo wamekaa hapa peke yao. Na sisi tafika mahala tutakwenda kukaa pale. Ile hamasa ya sigara, hamasa ya popo, hamasa ya chai, hamasa ya kupigania sambusa inatoka wapi? Au watu wanakaa kwenye benchi wanachukua magazeti wanasoma hivi. Pale sio sitting room. Au wanakaa wananyosha miguu au kufanya kiti kama hivi, halafu wanazungumza poroja mitaani. Na hayo yapo kakangu. Na hiyo ipo hata wakati wa kuzika. Wakati watu wanaenda kuzika pale, shughuli zingine zikiwa zinaendelea mle ndani, wengine wanapiga story zao. Huyu anazungumza masuala ya shamba, masuala ya biashara, masuala ya mpira. Kwa hiyo ile unachotaka kuzungumza kwamba heshima ya makaburi haipo kabisa. Kuna biashara zingine ambazo zinafanyika makaburini. Umezungumzia swala la walinzi na waangalizi kwa ujumla pale. Yapo makaburi ambayo yameshajaa. Lakini ukienda wanakuambia nafasi ipo. Wanachofanya wanatafuta kaburi ambalo pengine halina alama au alama inaweza ikang'olewa, kaiangalia ile limepita muda kidogo, wanang'oa alama. Pale pale pembeni kidogo anachimbwa, anazikwa mtu. Kwa hiyo unakuta kaburi moja watu wawili katika kipindi cha miaka 5 wameshazikwa watu 3
wanne, sijui unalizungumziaje? Kwa kweli hilo sio jambo zuri. Kwa sababu kwa mfano kama mtu amefiwa na mzazi wake au na ndugu yake, hayupo pale, wewe mlinzi ukachukua jukumu ya kuingoa, au jumuiya fulani au shirika au taasisi yoyote ikatoa ile symbol ya yule marehemu wa awali, kwa kweli ni kosa. Lakini tatizo ni kwamba hapa haya yote yanatendeka, hakuna hofu ya Mwenyezi Mungu. Tunadanganyana. Kweli kabisa nakwambia. Tunadanganyana. Si mimi, si wewe, si mwenzetu. Tunadanganyana. Hofu ya Mwenyezi Mungu kwa sasa haipo. Ndio maana watu wanafanya haya mambo. Kwa hiyo mimi nawaomba waumini na ambao si waumini, sote ni waja wa Mwenyezi Mungu. Na sote ni maiti watarajiwa. Watarajiwa, aiwa. Kwa hiyo mimi nawaomba sana, kwanza tuheshimu lile eneo. Unapokwenda hata kumzika mwenzio, wewe hutafakari kwamba huyu mtu alikuwa mzima akitembea kama mimi. Leo tumekuja kumfikisha hapa, na mimi itafika siku yangu ya kufika pale. How can you talk stupid issues maeneo kama yale? Halafu huku wanajiita waumini wazuri. Mimi nasema hakuna muumini mzuri. Muumini mzuri ni yule mwenye matendo mazuri. Unaweza ukawa maskini lakini ukawa na matendo mazuri. Na unaweza ukawa na pesa ukawa na matendo mabaya ambaye anaudhika Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi nafikiri lazima tu rectify tabia na mwenendo wetu katika swala zima hili. Kwa hiyo tujitazame upya kabisa. Pengine wapendwa watazamaji labda wangependa kujua zaidi juu ya hii hoja. Mathalan hoja hii imekwenda wakasema hoja hii ungeileta katika ibara hii pengine inahusiana na masuala ya mipango miji. Au hoja hii ungeingiza katika swala kadha wa kadha. Wewe utalipokea vipi jambo hilo? Kwa maana kwamba unaweza ukapeleka hoja wasiichukue iende moja kwa moja kama wewe ulivyotaka, lakini wakasema hii unaweza ukaiunganisha hapa au hapa na ikawa imemezwa hilo jambo lako na likaenda kama lilivyotakiwa. Au wewe ulitaka iwe wazi kwenye ibara inayojitegemea? Actually unaposema haki ya binadamu, haki ya binadamu aliye hai na aliyekufa. Kwa sababu leo mimi nikinyanyaswa nitapiga kelele. Kwa hiyo unachotaka hata ikiingizwa kwenye kile kipengele cha haki za binadamu. Kwamba kwenye kipengele cha haki za binadamu na watu twende mbali zaidi. Tusiishie kwa watu waliokuwa hai tu. Hata wale wafu wetu nao ile heshima yao nayo ni haki ya kibinadamu. Ni sahihi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kwamba turekebishe zile kanuni zetu zinazozungumzia haki za binadamu, au yale matamko yetu yanayozungumzia haki za binadamu yasiwe yanatazama tu watu waliokuwa hai bali waliokufa, lakini vile vile kuwaandalia sisi tuliokuwa hai, kuandalia mazingira wakija kufa waweze kuheshimiwa katika mtazamo upi au watazamo katika sura Sasa hapa ni watazamaji watakuwa wamelielewa vizuri zaidi. Lakini umezungumzia swala la kupanuka kwa miji, umezungumzia swala la miundombinu. Japo ulitetea kwamba serikali inapanga miji yake, lakini mimi nakumbuka kuna mkutano ambao tuliufanya mapema mwaka huu na niliwahi kuuliza. Mkutano uliandaliwa na Wizara ya Ardhi na baina ya wanahabari, wahariri wa vyombo vya habari na wizara, kuzungumzia masuala anuai yanayogusa wizara husika. Na wizara yenyewe ilikiri kwamba kutokana na masuala ya kisheria wakati mwingine yanawakwaza kutoka kati ya wizara yenyewe, yani pale makao makuu ya wizara na serikali za mitaa, kwa sababu wizara ile iko mtambuka kidogo, lazima ishirikiane na serikali za mitaa ambazo unazikuta ndio zenye ardhi.
waziri kule ana ardhi, na wakati mwingine mamlaka ya waziri yanaishia kwa watu wake waliokuwa pale wizarani. Kule itabidi awasiliane na ofisi ya waziri mkuu au wizara nyingine ambayo ndio itakuwa inawashikilia wale wapanga miji wa kwenye hizi ngazi za wilaya, halmashauri. Sasa pengine wakati unaitetea hii hoja, lazima umwangalie naye waziri kwamba ajengewe uwezo zaidi ili awe na mamlaka ya kushughulikia swala la mipango miji moja kwa moja bila kuingizwa kuwa diverted. Sasa kwamba nikitaka sasa kumwajibisha ofisa ardhi siwezi, mpaka ni mshauri waziri wa serikali za mitaa, kwamba kwa nini hao maofisa ardhi wa nini walikuwa kwenye halmashauri walikuwa dispatched kule wasio wanawajibika moja kwa moja kwa waziri wa ardhi, ili mtu akivuruga hapa, kwa sababu wakati mwingine viwanja vya makaburi watu wanakaa, umezungumza taasisi hizi, inaweza ikakaa taasisi ambayo si ya kiadilifu au viongozi kwenye taasisi ambao si waadilifu wakapanga na watu wa mipango miji, na imeshatokea hapa Dar es Salaam. Na jambo limetokea hapa Dar es Salaam ambalo mimi nina ushahidi nalo, kwamba baadhi ya maofisa ambao sio waaminifu kwenye hizi halmashauri wamekaa na baadhi ya viongozi wa dini, tena dini yetu hii ya Kiislamu, wanapanga eneo fulani la makaburi kwamba wayafukue, na wametafuta mwekezaji. Walichogongana tu ni mgawanyo wafungwe, kwamba nyinyi mtapata kiasi gani na sisi tutapata kiasi gani. Mwekezaji yuko tayari, yeye akasema mimi bwana hofa yangu ni hii, lakini watu wanapanga kuwekeza kwenye makaburi. Sasa nadhani kwenye hoja yako utakapoenda kutetea, pengine hili uweze kulitazama. Sawa sawa, isikupe shida ndugu yangu. Ukweli ni kwamba baada ya katiba hii kuiandaa na kuipitisha, nina hakika kwamba tutapata rasimu ambayo imependekezwa na bunge la katiba, na baada ya hapo katiba hii itarudi kwa wananchi, wataipigia kura na watatoa hoja na mifano, na hatimaye ndio kuandaliwa katiba rasmi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sisi sasa hivi ni waandalizi wa rasimu katika kutoa hoja, kuweka, kupunguza kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo tukimaliza hii kazi tutarudi tena kwa wananchi kuomba ridhaa yao, kwamba kile ambacho mmetutuma jamani ndio hiki. Kwa hiyo wao nao watachangia kwamba sisi tumeona hili jambo kweli liwepo hapa, hili jambo hatulitaki. Sasa hapo itakuwa ni msimamo wa wananchi kwa ujumla. Sisi tunafanya kazi kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo wakati itakaporudi kwao, na wao nao watachangia ili tuweze kupata katiba yenye maslahi ya wananchi wa Tanzania. Sawa, lakini kuna umuhimu vile vile wa kugusa mambo mengine, kwa sababu kuna mambo ambayo ukiyatazama si ya kikatiba sana, kama hili la muundo wa wizara zetu, kwamba wakati mwingine unachangia swala hili tunalozungumza. Tunaweza tukalisimamia kiadilifu, lakini mnakwenda mnakwazwa kutokana na huu muundo, kwamba waziri wa ardhi ni mchapakazi, lakini tunaona kwenye baadhi ya mambo anafeli. Kwa nini anafeli? Kwa sababu hii iko wazi ya kimuundo. Miji unakuta juzi Mheshimiwa Rais alikuwa analalamika, na si kulalamika tu, alikuwa anawasuta wale maofisa mipango miji kwamba serikali imetumia pesa nyingi kuwasomesha, na wengine wamesoma mpaka nje huko kwa gharama kubwa. Lakini ukienda kwenye miji unakuta inajengwa kiholela, sehemu ambayo itakiwa pakae shule au pakae viwanja vya kuchezea watoto, pamejengwa klabu ya pombe. Ni kweli. Msikiti na baa vimekaa pamoja. Kunatokea migongano ya kijamii. Sasa inaweza katokea hii ya makaburi hii, kwamba hii hali kuna baadhi ya kata nzima haina hata eneo moja la kuzikia. Watu wote, kila mtu anataka haja zike Kisutu. Sasa unajiuliza Kisutu kuna nini? Mbona ukiangalia sioni ardhi yenyewe ya kuzika. ya kuzika. Pengine labda hili nalo ungejaribu kulitazama katika sura hiyo, kwamba muone ikiwezekana Mheshimiwa Rais au Mheshimiwa Waziri Mkuu pendekeze, jamani, kuna mambo yasiwe tena na mikono mingi. Kama ni swala la ardhi, aachiwe mwenyewe waziri wa ardhi. Sio akitaka kuamua jambo
aenda kamtafute mtu mwingine, awe na kura ya veto. Sasa hili lina mimi nadhani kama itapatikana ibara vyema, nina hakika kutakuwa na sheria. Maana hii katiba mama, kutakuwa na sheria. Sasa zile sheria ambazo zitakazotungwa lazima zisimamiwe. Na zikisimamiwa, haya mambo ya gadabachodi hayatakuwepo tena katika mji wetu. Lakini tatizo jingine, uaminifu wa watumishi pia ni tatizo. Unamsomesha, unatafuta fedha, mpaka nafikia hapo alipo, unampa nafasi afanye kazi kwa maslahi ya Tanzania. Matokeo yake anafanya kazi kwa maslahi ya tumbo lake. Nalo hili ni tatizo, kutokuwa uaminifu. Lakini endapo sheria itambana na akachukuliwa adhabu mtu mmoja wawili, itakuwa fundisho kwa wengine. Na ndio maana juzi TAKUKURU walikuja wakaomba meno pale. Wakaomba meno, wakasema jamani, sisi tunashindwa kufanya kazi kwa sababu hatuna meno, hatumo katika katiba. Kwa hivyo nadhani kama sheria itatungwa na ibara itakuwepo kwenye katiba mama, usimamizi uwe wa hali ya juu katika kupambana na hili jambo. Kwa sababu kila mmoja ajue kwamba si uongozi wake, si pesa zake, atakwenda pale. Sasa ikiwa wewe utaikataa, kwa maana hutokufa na hakuna binadamu atakayekuwa hafi. Kwa hiyo hapo ni swala la muda tu. Hapo lazima sisi wanadamu tulio hai tujue kwamba sisi ni maiti watarajiwa. Any time, any moment, any second tunaweza tukaondoka. Lakini wakati mwingine uongozi na fedha inakuzuzua katika ulimwengu, huyatambui yale. And that's the reason wanafanya eneo la kaburi ni kama eneo la starehe. Watu wanavuta sigara, watu wanakunywa chai, watu wanakula keki, wanatupa makaratasi ya keki kwenye makaburi. Dawa za kulevya, mirungi, bange. Sasa what is this? Na mengine yamekuwa ni maarufu. Ukienda Kinondoni pale ni maarufu na nadhani watendaji wa serikali wanajua hilo. Wanafahamu. Lakini hatuoni hatua ambazo zikichukuliwa. Kwa mfano juzi Zanzibar imetokea jambo moja. Kuna watu wasiojulikana walikwenda eneo la Mwanakwerekwe. Wakafukua makaburi. Watu wakakuta maiti yako juu, misalaba imevunjwa, baadhi ya mabaki yako juu. Wale waumini wakaja pale. Wakaja hapo walichofanya, wakachukua hatua ya kujenga uzio na kupata mlinzi pale ili haya mambo yasitokee tena. Sasa inawezekana uandawazimu wa mtu akafanya yale, au vijana wasio na kazi wanatafuta njia ya kuuza vitu. Maana ndugu zetu hawa wanazikwa na full suit, sisi tunakwenda na sanda, lakini wenzetu wanazikwa na full suit. Inawezekana alikuwa na shida kutoa viatu akauze apate pesa ya bangi au dhahabu. Mambo mengine, lakini ndio kila mtu na imani yake, jinsi dini yake inavyosema. Hili jambo kwa kweli sisi hatuwezi kulizungumzia kwa kina kwa sababu kila mtu ana imani. Wengine wanaamua nini bwana, sisi tunachoma moto tu. Majivu tutatupa baharini. Kwa hiyo kila mmoja ana utaratibu, lakini sote tutafika huko. Lakini hawa ambao mimi ambacho kinachoniuma sana ni mambo mawili. Hii swala la kumfukua mtu. Mimi nafsi yangu haiko pamoja. Kwa sababu ikiwa wewe binadamu mtu kakunyanyasa, unapiga kelele, unakwenda mpaka mahakamani. Sasa wewe kumfukua yule maiti, unaona ni jambo jepesi sana. Haiwezekani. Kwa hiyo lazima useme kwamba bwana, unapomfukua huyu, na mimi siku moja nikifa hapa, na mimi nitafukuliwa. Because tit for tat duniani. Ikiwa wewe umemfanyia mwenzio, na wewe utafanyiwa. Lakini kinachoniuma zaidi ya hapo ni madhehebu kuhozi makaburi. Au makaburi kufanywa eneo la anasa, watu wanavuta sigara, wanasoma magazeti. What is this? Wewe unakwenda kumrehemu mtu wako, nenda pale kwenye kaburi lake, kama kumwaga maji, kama kufyagia, unamaliza, unatia asumini, unasoma Yasin, unasoma sura Mulk. Unapiga Fatiha ya pamoja.
unamwaga mtu wako unaondoka. Lakini unakwenda kujiweka hasa kwenye kiti, unakaa pale mnazungumza mambo ya mitaani. What is this? Hawana nidhamu. Tatizo nidhamu haipo. Ethics ya Uislamu haupo. Tunajidanganya sisi. Alafu kuna swala lingine, zipo japo kuna jitihada zimefanyika hivi sasa za conserve, kuhifadhi, kulinda yale makaburi ya kale yasiweze kupotea. Lakini wizara zetu nazo bado zinalalamikiwa kwamba ziko nyuma, zile ambazo zinahusikana na masuala hayo, kwa sababu ile ni mali kale, inakuwa tayari ni mali kale. Unakuta makaburi yana miaka 400, 500, yana miaka 1000, lakini kuna mtu tu kayaacha yanateketea, na pengine pale pembeni anaruhusu hapa ijengwe baa, ijengwe nini, na ni eneo ambalo ni la kihistoria. Juzi hapa mpaka taasisi moja ikaenda ikalipigania binafsi. Sasa ni eneo la serikali, wao haliwahusu, lakini waliona hapana, sisi lazima tulipiganie kwa sababu waliozikwa hapa ni watu wa dini yetu. Pale Mbwamaji ni makaburi ya kale sana. Nadhani unarudi nyuma kuanzia miaka 400 huko nyuma huko ndo waliacha kuzika. Wanazika sasa hivi sehemu ya juu yake kidogo, lakini kuna makaburi pale ya kale sana. Sasa naye ilifikia hivyo, ishafikia mpaka eneo lile mtu aliuziwa ajenge. Bahati nzuri taasisi moja ikaenda ikaliokoa lile eneo, na kulikuwa na msikiti wa kale, wakauinua, wakaujenga vizuri, wakapalinda pale. Lakini serikali haikuwahi kuweka mguu wake, na lile eneo watu wengi sana wameshakwenda pale, wengine wameshachukua PhD zao pale kupitia makaburi yale. Wanakuja, wanasoma, wanafanya uchimbuzi, wanajifunza historia. Sasa ni maeneo ambayo yana utajiri mkubwa wa historia yetu, yana utajiri mkubwa wa taaluma, lakini mbali na hapo yanatufundisha tulikotoka, tulipo, na sisi kuweza kupanga tuendako. Pengine labda tungeishauri nini serikali, hususani upande wa idara hii ya mali kale kwenye Wizara ya Maliasili na Utalii, kwamba utajiri wetu sio ule wa wanyamapori tu waliokuwa Serengeti na Mikumi, kwamba hata haya makaburi haya ni utajiri wa nchi, na zipo nchi zinategemea makaburi tu zinakwenda mbele. Ni kweli. Mimi naiomba serikali swala hili liangalie kwa kina, na wao wasimamizi wazuri. Kwa mfano Bagamoyo. Mimi Bagamoyo nimeshawahi kufika pale zaidi ya mara 5-6. Mara yangu ya kwanza nimekwenda nilipotimiza miaka 18, nilikuwa nasomea jinsi ya kupata kadi ya Chama cha Mapinduzi. Wakati huo wa nyuma ulikuwa huwezi kupata kadi hivi tu kimaskala. Ulikuwa lazima usome miezi mitatu. Kwa hiyo mimi bahati nzuri nimesoma miezi mitatu, nikafaulu vizuri. Na katika maeneo ambayo nimekwenda kusoma masuala ya historia pamoja na Bagamoyo, nilifika pale tukaonyeshwa makaburi tofauti, maeneo ya watumwa, mambo mengi tu tukajifunza. Hatimaye ndio nikaja nikapata kadi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kule mimi nadhani wana utaratibu fulani ambao unakwenda pale, kuna malipo yanaingia. Haya mengine mimi nadhani serikali wameachia. Kwa hiyo mimi naishauri serikali kusimamia kwa dhati mambo kama haya, wasifanyie maskhara, kwa sababu tatizo jingine ni kwamba tunafanya masihara na shughuli zetu wenyewe. Wakati unapopewa madaraka, hakikisha kwamba ile sehemu yako ulioambiwa usimamie, unasimamia kwa dhati na kwa manufaa ya nchi na wananchi kwa ujumla. Kwa ujumla unatakiwa uwe mzalendo hasa kabisa. Lakini sasa hivi unajua katika mambo kama haya wengi wamedandia gari njiani. Sasa kudandia gari njiani ni matatizo. Unaona? Kwa hiyo ule uzalendo hasa wa Utanzania haupo. Lakini laiti ungekuwa na uzalendo wa Tanzania, haya mambo yangekuwa yanawekwa kwenye kumbukumbu. Hata watoto wetu wanaosoma shule ingekuwa part of history. Wakawa wanapelekwa kwenda kusoma pale kwa matendo. Wanashuhudia, wanaandika, wanajua. Kuliko kuchukua tu kitabu ukasema in those days kulikuwa na slave trade in Tanzania. Lakini unakwenda physically kwenda kuona, unawapeleka Zanzibar. Kwa hiyo wale watoto wanakuwa katika maadili yale.
na kujua historia yao. Mathalan tunapozungumzia labda kwa Waingereza wakizungumzia mwanafasihi mkubwa kwao ni Shakespeare. Sisi tukimzungumzia mwanafasihi mkubwa ni Shaban Robert. Lakini kaburi lake haliko katika ile hali ambayo unaweza kusema hii ni ya mtu ambaye ndio lugha ya Kiswahili kwa karne za karibuni inaangukia kwake. Tunajua wapo wataalamu wengine, lakini yeye ndo alikuwa mashuhuri zaidi na ametoa mchango mkubwa zaidi sana. Lakini sasa ukienda kuangalia lile kaburi lake huwezi ukaamini kwamba hii nayo ni mali kale ambayo inatakiwa serikali sasa ibebe. Sio isaidiane na familia ibebe, ijenge makumbusho pembeni pale, kuwepo kazi zake na watu waje waone kwamba hapa ndio alipolala mtu mkubwa ambaye ndio amebeba utamaduni wetu, kwa sababu lugha inabeba utamaduni wa mtu. Ni kweli. Na leo sisi wa Tanzania tunaona fahari kuongea Kiswahili. Ni kweli. Bila kujali dini, kabila wala alikotoka. Lakini you are really proud of yourself talking Kiswahili kuliko kuongea aidha Kihindi au Kiingereza. Ndio maana tumesema katika katiba Kiswahili iwe tunu ya taifa. Kwa sababu kila aina kabila inazungumza Kiswahili. Na Kiswahili inafahamika zaidi kuliko lugha nyingine. Kwa hivyo ninashauri Wizara ya Elimu ili jambo lisimamie. Na kwa kweli mengine umenifumbua macho, na kwa kuwa tunarudi tena kwenye kamati, tutajaribu kuvipachika kidogo kidogo tuone tunakwenda wapi. Na si hao tu, manake nimemtoa mfano tu wa Shaban Robert. Wapo wengi ambao wamepita. Hapa pale Kisutu wakati fulani tulienda kumzika naye mmoja wa wanataaluma wakubwa sana wa lugha ya Kiswahili, mzee mmoja. Na wakati tunazika pale nakumbuka alisimama Suleiman Hega, mmoja wa kereketo wa lugha ya Kiswahili, mwanahabari bobezi wa muda mrefu, akasema leo tumeizika kamusi ya Kiswahili. Akitilia uzito wa yule mtu ambaye alikuwa anafanya shughuli zake na amezikwa pale. Sasa sisi sijui kama tumeangalia yale makaburi yao katika sura ya jicho la tatu, yani nje kwamba ili ni zaidi ya kaburi. Manake tuko kwenye hoja ya makaburi. Sijui kama tumeangalia hivyo. Hatujaangalia ndugu yangu, lakini mimi nadhani mengine umenifumbua. Katika kunifumbua na mimi nitajaribu kushare na wenzangu. Tuone haya makaburi mengine hasa ya muhimu yataenziwa vipi. Naam. Kwa muda tuliobaki pengine labda usia wako, kwa sababu sasa hivi tunaliendea mwisho wa bunge la katiba linaelekea mwisho. Na baadhi ya watu wanasema kwamba huenda hiyo katiba mpya isipatikane kabisa, na wengine wanasema itapatikana lakini itachelewa, wakihofia kwamba akidi haitaweza kutimia hasa upande wa Zanzibar kutokana na baadhi ya kundi kujiunga na yale makundi yaliyojitoa ya Ukawa. Na wewe tayari una hoja hii. Unadhani kwamba hii hoja inaweza ikafanya kazi kwa haraka? Je, hatuwezi tukaingiza katika katiba iliyopo kama swala hili la katiba mpya litachelewa? Kwa sababu inaweza katiba kweli ile katiba inayopendekezwa ikapatikana, hiyo nina uhakika kwamba itapatikana. Lakini katiba kufanya kazi kwa muda wa usoni inaweza isipatikane. Na sisi tuna hoja hii ya msingi, watu wanaendelea kufa, watu wanaendelea kuzikwa. Je, huoni kwamba kuna haja vile vile kuipenyeza, japo sina hakika kama ni mbunge wa bunge hili la kawaida. Kama sio basi kuna watu naamini wapo ambao uko nao jirani, kwa sababu uko kwenye system kwa muda mrefu. Huwezi ukalipenyeza hivi vile vile liingizwe kwenye katiba hii tunaoendelea nayo au sheria zetu ambazo zipo, kwa sababu inaweza lisiwepo kwenye katiba iliyokuwepo, lakini basi kwa sheria hizi zilizokuwepo ikaangaliwa loophole, ikaangaliwa mwanya, ikaingizwa. Ndugu yangu, kwanza nikutoe hofu. Na niwatoe hofu watazamaji na Watanzania wenzangu. Katiba iliyopendekezwa itapatikana. Akidi itatimia. Swala la kusema kwamba Zanzibar, kwa sababu mimi ni Mzanzibari. Swala la Zanzibar kwamba akidi haitotimia si sahihi. Waliotoka ni watu 100 na kitu. Tuliomo ndani 500 na kitu. Ni pasenti ndogo sana.
ambao wamejiita Ukawa. Kwa sababu wapinzani wengine wapo ndani. Kwa bara na kwa visiwani. Kwa hiyo katiba inayopendekezwa itapatikana. Na kwa kweli tunamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ambaye pia ni mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Mapinduzi, ameileta mabadiliko haya katika kipindi kinachofaa ili Watanzania waweze kupata katiba ambayo italeta maslahi ya Watanzania katika fani mbalimbali. Kwa sababu hata ndugu zetu wa wasanii walikuwa wameachwa, lakini walikuja kwenye kamati wakaomba na wao watambulike. Waandishi wa habari nao wamesema na wao watambulike. Kwenye katiba zamani walikuwa hawapo. Lakini katiba hii mpya watakuwepo. Wavuvi, wafugaji. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba hoja yetu itakuwa na nguvu. Oh yes, inshallah. Mwenyezi Mungu ndo mpangaji wa kila kitu, binadamu hapangi jambo. Hapo lazima ukae ukijua. Mimi naweza nikapanga jambo au sisi kwa pamoja tukapanga jambo lakini lisiwe ikiwa yeye mwenyewe hataki. Lakini akitaka yeye kun fayakun, ndo maana akasema mwenyewe. Napotaka mimi jambo lolote litafanyika. Na Mwenyezi Mungu akipenda liwe litakuwa. Hoja iliyokuwa mezani ni haki ya makaburi, na Mheshimiwa Yasmin Yusuf Ali Alu alikuwa ndio mgeni wetu katika kipindi hiki maalum. Mimi naitwa Musa Ali Bwakila, mtangazaji na mwendeshaji wa kipindi hiki. Mara nyingine, wakati mwingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.